kusalimu msikilizaji mpendwa wa Radio Maria Tanzania sambamba na washirika wetu Radio Mbiu. Karibu sana katika kipindi cha Katekisimu Katoliki Shirikishi, kipindi ambacho kinaendelea kutufunza, kipindi ambacho kinaendelea kutufundisha mengi kuhusiana na imani yetu, na hivi basi kupitia mafundisho mbalimbali tunayopewa na mababa zetu wa kiroho yanatufanya tuendelee kuimarika katika imani yetu. Tunaye tena Padre Leonard Maliva ambaye ni mkurugenzi wa Utuma Lay Jimbo Katoliki Iringa, lakini pia ni paroko wa parokia ya Ismani kule Jimbo Katoliki Iringa, ambaye atakuwa kiendelea na mada juu ya Christmas, na leo kwa namna pekee tukitazama maana ya Noeli. Mimi ni Happiness Mlewa. Utapata nafasi ya kushiriki nasi kwa kupiga simu, lakini pia unaweza kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook Radio Maria Tanzania, na katika ile namba yetu maalum ya ujumbe mfupi ya 0734069967. Baba Maliva, tumsifu Yesu Kristo. Lele amina. Habari ya asubuhi? Ni njema tu. Habari za Iringa? Nzuri. Habari ya huko nyewe? Huko hatujambo baba, karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Roho mkuu mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kusikia, tuyasikie mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu sana mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, katika kipindi hiki cha Katekisimu Katoliki Shirikishi. Na leo tunahitimisha somo letu linalohusu maana ya kuzaliwa kwa Yesu, kwa hiyo Noeli au kwa Kiingereza Christmas. Hivi basi tumeona historia yote ya ukombozi, jinsi ambavyo Mungu alitayarisha tukio hilo kubwa kabisa la ukombozi, na kwa kweli ndio mwanzo wa uumbaji mpya. Kwamba uumbaji wa awali ulipoingia kasoro ya dhambi, Mungu hakuacha ulimwengu uangamie, sababu yeye mwenyewe aliuumba. Basi kwa upendo mkubwa akaamua kuunda upya huo ulimwengu, lakini katika kuumba kwake upya aliamua kumshirikisha mwanadamu katika ukombozi. Na ndio maneno sahihi ya Mtakatifu Agustino anayesema Mungu hatukomboi sisi ila sisi. Mtakatifu Agustino akisoma maandiko matakatifu na kuyatafakari, alitambua kwamba kuna ujumbe mkubwa sana katika neno la Mungu, kwamba hakika Mungu sasa anataka kutukomboa, lakini kwa kutushirikisha sisi wenyewe, tushiriki kwa ukombozi. Si kwamba kwa sababu Mungu hawezi kutukomboa bila sisi, anaweza, lakini ametupa heshima, ametupa hadhi kubwa na sisi tushiriki. Na huo ndio uumbaji mpya kwa kweli. Kiangalia habari za kina Ibrahimu, jinsi alivyoambiwa atoke, kwa hiyo aonyeshe ushirikiano, akampa Mungu ushirikiano, akatoka katika nchi yake. Tunaona jinsi Pasaka ya Kiyahudi ile, soma kitabu cha Kutoka sura 12, jinsi Mungu anavyowakomboa na Waisraeli kutoka utumwani Misri. Aliwaambia achinje kondoo, apake damu kwenye milango ili malaika wa Bwana anavyopita. Kwa sababu Mungu hawezi kujua Waisraeli wako. Alitaka kuonyesha kwamba na wao wafanye kitu fulani, wampe ushirikiano. Naona kwamba akawatoa kutoka kule Misri. Lakini pia agano la Sinai, Mungu aliwapa amri, akiwaambia mkizitii amri zangu mimi nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, kitabu cha Kutoka sura 19 na kuendelea. Kwa amri 10 ni kielezo cha mwanadamu kumpa Mungu ushirikiano, kwamba amri 10 si kwamba ni mzigo au ni msalaba, bali ni kielezo cha Mungu kumpa mwanadamu nyenzo itakayomsaidia huyu mwanadamu aweze kumpa Mungu ushirikiano. Ndio uumbaji mpya. Manabii wote Mungu aliwatuma. Nabii waliishi katika mazingira magumu sana ya utume wao, lakini Mungu alikuwa amewatuma rasmi wao wajumbe wake, waweze kufikisha ujumbe kwa watu, waweze kuwakumbusha watu juu ya agano la Sinai na kuwakemea pale ambapo wanaenda kinyume na makubaliano ya pale Sinai, lakini kuwaongoza waweze kutafsiri vizuri nia ya Mungu. Hawa wote ni kielezo cha Mungu kuwapa wanadamu fursa ya kumpa ushirikiano. Kwa hivyo wanadamu kwa kuwatii manabii walimpa Mungu ushirikiano, na hatimaye kipindi cha Yesu unaona kina Yosefu, Maria, wote hao walimpa Mungu ushirikiano kwa kukubali nia ya Mungu, akamzaa mtoto Yesu na kumlea. Au mamajusi walitoka kwao mbali wakiongozwa na mazingira, sayansi hiyo, nyota iliwaongoza. Kitendo cha wao kuongozwa na nyota mpaka Bethlehem ni kielezo cha wao kumpa Mungu ushirikiano. Kwa hiyo walimsujudu, akampa zawadi mtoto
na hivi walimpa Mungu ushirikiano. Kwa hivi tunaona tukisoma hata maandiko matakatifu ya kanisa, yani baada ya matendo yote yaliyofanyika, hasa Pasaka, baada ya Pasaka, Pentekoste, Roho wa Bwana analiongoza kanisa. Kwa hiyo kanisa la awali katika mafundisho yake ya mwanzo kabisa, ambayo pia ni neno la Mungu, kwa sababu waliandika kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, yanaonyesha kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na maana kubwa sana katika yote. Pamoja na kwamba tendo la Yesu kuteswa, kufa na kufufuka ilikuwa ndio tendo kubwa zaidi, ni tendo kubwa zaidi la ukombozi, manake ndio kilele cha uumbaji mpya. Lakini bado kanisa lilitambua kwamba huyu aliyetufikisha kwenye kilele cha ukombozi alizaliwa kama Mungu mtu. Ndio katika kanuni ya imani ya kanisa la awali kabisa tunaona maneno ya Mtume Paulo yanayoakisi hiyo kanuni ya imani juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Tunaposoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia, ambao ni waraka uliandikwa hata kabla Injili 4 hazijaandikwa, tayari Paulo anafundisha kile ambacho ni ungamo la imani la kanisa la awali. Anasema Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 hadi aya ya 7, anasema Mtume Paulo, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na kama mwana, basi umrithi wa Mungu. Neno hilo la Mtume Paulo kwa Wagalatia ilikuwa sehemu ya kanuni ya imani, ungamo la imani la kanisa la awali, linaloonyesha kwamba kweli Kristo alizaliwa, Mungu alizaliwa ili sisi tuwe wana. Mungu mwana wa Mungu amefanya na sisi tuwe wana wa Mungu. Tusiwe tena wana wa Adamu ambaye alikuwa mtumwa wa dhambi. Sasa tumekuwa wana wa Mungu ambao tunakuwa watumwa wa haki. Maana pengine Mtume Paulo katika waraka wa Warumi anaeleza kwamba sasa tunakuwa watumwa wa haki. Maana yake watumwa wa haki na maana wale ambao tunataka kufanya tu anachotaka Mungu. Maana haki maana yake ni kufanya mapenzi ya Mungu. Kuanzia Ibrahimu hao wote walifanya mapenzi ya Mungu, hadi akina Yosefu na Maria walifanya kila alichowaambia Mungu wakifanye. Ndio hiyo sasa tumebadilika kutoka kuwa wana wa Adamu na kuwa wana wa Mungu, maana yake tuweze kufanya haki yote. Hata Yesu ndio mwalimu wetu mkubwa wa kwanza ambaye anapobatizwa alimwambia Yohane, unibatize ili haki yote itendeke, maana yake ili mapenzi ya Mungu yafanyike. Na sisi sasa ubatizo wetu tunaingia katika maisha ya kufanya mapenzi ya Mungu, maana ubatizo wetu ndio Noeli yetu sisi, tunaanza kumtii Mungu. Sasa hiyo kuzaliwa kwa Yesu kwa kweli kumechukua umaarufu mkubwa sana katika historia yote ya ulimwengu, kwa nyanja zote kwa kweli, ziwe za kisiasa, ziwe za kijamii, ziwe za kiuchumi, ziwe za kidini. Hiyo kutendo la Yesu kuzaliwa lina nafasi kubwa sana kwa wote wanaoamini kuhusu Yesu kwamba ni mwana wa Mungu, hata wale wasioamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo unaona kwamba kuzaliwa kwa Yesu kumeigeuza dunia, na ndio hapo tunapopata maana kwamba kweli Yesu alipozaliwa ulimwengu umeumbwa upya, sababu tendo hilo limekuwa kubwa kwa wote walio wa Kristo na hata wasio wa Kristo. Lakini tukianza kwa walio wa Kristo wa Katoliki, tendo hili la kuzaliwa Yesu tayari linatupa maana kubwa sana. Kiangalia maana hasa ya Yesu kuzaliwa kati ya Wayahudi, na Wayahudi wakatambua, wale wachungaji waliwakilisha Wayahudi, lakini bado walikuwepo watu kutoka mashariki ya mbali, mamajusi, wale ambao tunasema mapokeo yanasema watatu, maandiko yasema walikuwa wangapi. Hawa ni kielezo cha mataifa, na hapo ndio neno la Mungu linapotimia kwamba Ibrahimu atakuwa formula ya baraka kwa watu wote, baba wa mataifa. Watu wa mataifa mbalimbali watajibarikia katika Ibrahimu. Ndio hapa inatimia. Na hapo hivi basi umaarufu wa tendo hilo na hawa mamajusi, watu wa mataifa kutoka pande 3 za ulimwengu kwenda kwenye hiyo pande moja za ulimwengu. Kwa hiyo pande 4 zote za ulimwengu zimekamilika mbele ya mtoto Yesu, na wanatoa zawadi zenye maana ya kumtambua Yesu aliyejionyesha kwamba dhahabu ni mfalme, maana yake ni mtawala wa ulimwengu wote, kwamba ubani yeye ni kuhani, ndio anayepeleka kwa Mungu, yeye ni daraja, na kwamba
manemane au mafuta hayo kwamba yeye ataishi na kufa kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo hapo ndio liturujia inapobeba uzito wa ujumbe huo wa tendo la mamajusi kumtolea mwana wa Mungu zawadi. Ujumbe huo unabeba maana ya kiliturujia, yani ya maadhimisho yote makubwa ya kanisa kuanzia Pasaka. Na kwa kweli katika liturujia siku ya Epifania inatakiwa iwe ndio siku mara ikishasomwa Injili litolewe tamko au tangazo la Pasaka kwamba kuna Pasaka. Kwa sababu ukombozi ndio umeonekana pale wa ulimwengu wote. Mungu alikuwa na lengo la kukomboa ulimwengu wote, sio tu Wayahudi, kwamba taifa jipya linazaliwa hapa. Mwanzo wa kuzaliwa taifa jipya kwa kweli unaanzia hapa kwa mamajusi, watu wa pande za dunia anakuja kwa mtoto Yesu. Na ndio Pasaka kimsingi inaanza kujionesha hapa. Ndio maana kanisa katika maadhimisho ya liturujia, pengine sisi huku kwetu hatupati sana hiyo, lakini huko Ulaya na hasa Italia siku hiyo ya Epifania ni siku kubwa zaidi kuliko hata tarehe 25 Disemba. Na kiliturujia baada ya Injili, kabla ya mahubiri ya padre, inatolewa tangazo la kuitangaza tarehe ya Pasaka, kwamba shemasi au padre anaimba tena wimbo kama tunavyoimba ile tunasema mbiu ya Pasaka. Inaimbwa kabisa kwamba utukufu wa Mungu umejionesha na kwamba sasa Pasaka, adhimisho la Pasaka ndio kielelezo, ndio kiini cha maadhimisho yote, kuanzia zile siku 3 kuu za Pasaka na mpaka kilele cha Pasaka ambayo ni Pentekoste. Halafu mama kanisa siku hiyo anawatangazia waamini kwamba mwaka huu sherehe za Pasaka zitakuwa tarehe fulani. Ndio siku ile ya Pentekoste inatangazwa. Sio ya Pentekoste, siku ya Epifania. Ndio siku ya kutangaza tarehe ya Pasaka. Na kwamba hiyo Pasaka itaambatana na kupaa kwa Bwana mbinguni, lakini kilele chake kitaishia siku ya Pentekoste, siku ya 50 ya Pasaka. Na tarehe ya Pentekoste itatajwa. Lakini pia kwamba itatajwa kwamba hiyo Pasaka itatanguliwa na kipindi cha Kwaresma. Hivi tarehe ya Jumatano ya Majivu itatangazwa siku hiyo kwamba ndio kipindi cha siku 40 kitaitayarisha Pasaka. Na baada ya hapo sasa zitaadhimishwa pia, zinapata uhalali sherehe zote za mitume, kwanza ya mama Maria, mama wa Mungu, na za mitume na sherehe za watakatifu zote zitapata uhalali kutoka kwenye chimbuko la Pasaka. Kwa hivyo unaona kwamba umaarufu wa sherehe za Christmas au za Noeli, kuzaliwa kwa Yesu, upo kimsingi katika liturujia yenyewe, katika maadhimisho ya mwaka mzima wa kanisa ambao unaanza na Jumapili ya kwanza ya Majilio, ambayo pia kwa kweli hata siku hiyo ya Epifania huwa inatajwa tarehe ya mwaka utakawa liturujia, Jumapili ya kwanza ya Majilio itakuwa lini. Kwa hiyo unaona vitu hivyo vyote vinaonyesha umaarufu wa sherehe za Noeli, kwamba una maana kubwa sana katika maadhimisho ya kiliturujia yote ya mwaka mzima. Lakini haishi tu hapo katika maadhimisho au mwaka wa kanisa kwamba unatangazwa siku hiyo, siku ya Epifania au ya kuzaliwa, ya kuonekana kwa Yesu katika kipindi cha Noeli. Lakini pia tunaangalia umaarufu wa sherehe za kuzaliwa Yesu au Noeli. Tunajionyesha hasa katika umaana wa uumbaji upya, ambapo Mungu anakuja kwetu kama mtu. Yaani maandiko matakatifu yanaeleza kwamba Mungu anakuwa, tungeweza kusema nusu Mungu nusu mtu, ndio Yesu anakuja. Kwa maana mwinjili Mathayo anasema kitabu cha wokovu Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kwa hivyo anaposema Yesu Kristo ana maana kwamba ni Mungu tayari. Hata Marko anasema mwanzoni kabisa mwa injili yake, anasema mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, na kadhalika. Anaonyesha kwamba huyu Yesu Kristo ni Mungu na ni mtu ambaye anakuja duniani. Hata injili zote kwa kweli zinaeleza. Injili ya Luka inaanza kueleza juu ya utafiti mkubwa ambao Luka aliufanya, lakini inaeleza jinsi ambavyo watu wajitayarisha katika
kuzaliwa kwa Yesu. Na Yohane ndo kabisa yeye anaeleza kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, lakini baadaye neno wa Mungu alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hivyo ni neno la Mungu katika Injili hizo 4 linaonyesha jinsi ambavyo Mungu alifanyika mwanadamu. Kwa hivyo ningesema Yesu alikuwa nusu Mungu nusu mtu. Kwa hivyo Mungu mtu, Mungu kweli na mtu kweli. Katika Yesu tunaona mkutano huo mkubwa, tuseme kukutana kwa Mungu na mwanadamu, kwa sababu Mungu, Yesu ni Mungu kweli. Si neno nusu tumelitumia katika maana kusema kwamba ni Mungu mtu, lakini alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu katika maana halisi, lakini pia ni mtu katika maana halisi. Kwa hivyo Mungu mtu katika maana hiyo. Hivi anaanzia hapo katika kuzaliwa kwake duniani. Hivi sherehe hiyo katika maandiko inatimiza vizuri. Lakini pia tukiangalia katika nyanja sasa za kijamii, tungeweza kusema kisiasa, kiuchumi, tungeweza kuona maana kubwa sana hata kinyakati. Tunaangalia kwa mfano kisiasa, tuanze na kuona kwamba sherehe ya Noeli ina maana kubwa sana, ina umaarufu wake sababu inaunganisha kati ya maandiko matakatifu na siasa. Tukisoma Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5, hapo ndio tunapata picha kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulihusiana na mambo ya kisiasa. Kwa hiyo ya kijamii kulihusiana, kuonyesha kwamba Mungu kweli anaingia katika historia ya wanadamu. Kama ambavyo Mathayo anasema ukoo wa Yesu Kristo. Sasa ukoo ni jambo la kibinadamu. Kwa hiyo Mungu anapokuja katika historia, anakuja katika taifa fulani, kabila fulani, ukoo na familia. Mungu alikuja katika taifa la Israeli, ukoo kabila la Yuda, ukoo wa Daudi, familia ya Yosefu na Maria. Na wakati gani? Wakati wa Kaisari Augusto. Kwa hivyo ile historia ya kibinadamu yote inaonekana katika Yesu kwamba kweli alikuwa Mungu mtu, kwa sababu alikuwa na taifa la Kiyahudi, alikuwa na kabila la Yuda, alikuwa na ukoo wa Daudi, alikuwa familia ya Yosefu na Maria, na alizaliwa wakati gani? Wakati wa mfalme Kaisari Augusto. Sasa Injili ya Luka inaeleza vizuri zaidi. Soma Injili ya Luka sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kireneo alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandika, kila mtu mjini kwao. Yosefu naye aliondoka Galilaya kutoka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem, kwa kuwa yeye ni wa ukoo wa jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Sehemu hiyo tayari inatupa picha hapa. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya kuzaliwa kwa Yesu na siasa, kwa sababu mfalme wakati huo, mtawala wakati huo, huyu Kaisari Augusto, ndio alitoa amri kwamba watu wote warudi wakaandikishe katika kule walikozaliwa kwa babu zao. Na ndio hapo Yosefu kwao ni Bethlehem, maana yeye ni wa ukoo wa Daudi, anatakiwa aende Bethlehem, yuko kwa mji wa Daudi. Lakini wote tayari pia ni mpango wa Mungu kwamba Yesu akazaliwe Bethlehem kama maandiko yanavyosema. Yaona kama maandiko yanavyosema, anaenda kule ambako yatatimia maandiko. Lakini hapenda Yosefu kule kwa sababu alitaka kwenda tu, ila kwa sababu kulikuwa na amri ya kisiasa ya kutoka kwa mfalme, na anaenda ili sasa Mungu katika mpango wake maandiko yatatimia. Hapo kunakuta kuna amri ya mfalme ambayo ni swala la kisiasa, lakini kuna maandiko yatatimia katika tukio hilo hilo la kisiasa. Yaani kutoka kitabu cha Nabii Mika sura ya 5 aya ya 1 na ya 2, ambapo imeandikwa, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kwa hivyo Bethlehem ilishaelezwa na manabii tayari. Hata Nabii Mika alieleza juu ya Bethlehem. Nabii Isaya alishaeleza kabisa kwamba Israeli kwamba kutoka katika ukoo wa Daudi atazaliwa mkombozi. Kila atachukua mimba atazaa mtoto na kadhalika. Kwa hiyo amri ya mfalme ya kwamba watu wakaandikishe kwao
ndio ikawa fursa ya Yosefu kwenda na mkewe na kuliko huko mtoto anakozaliwa. Kwa hiyo maandiko yanatimia kutokana na amri hiyo ya mfalme. Anataka kuhesabia watu kwa lengo la kujua watu wake anaowatawala wako wangapi, pengine ili waweze kulipa kodi na kuweza kufanya mipango mbalimbali ya kisiasa, uchumi katika jamii hiyo ya watu wake anaowatawala. Kwa hivyo unaona swala la kisiasa hapo mtawala anatajwa. Maana yake anapotajwa mtawala wa eneo tayari ni swala la kisiasa. Lakini pia swala la uchumi, swala la uchumi tunaona kwamba tukisoma Injili ya Luka sura ya 2 aya 6 hadi 9, mazingira anapozaliwa Yesu yana uhusiano mkubwa sana na uchumi, kama ambavyo yana uhusiano mkubwa wa kisiasa kwamba ni amri ya mfalme kwamba watu waende kwao na Yosefu akaenda. Hali kadhalika na uhusiano wa kiuchumi hapo. Kwa hiyo tukiendelea kusoma sasa kutoka Injili ya Luka sura ya 2 aya 6 hadi 9, kwamba ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Kwa hiyo neno hilo la Injili Luka tayari linatuonyesha zaidi ya swala la kisiasa, hapa kuna swala la kiuchumi pia. Kwamba kwa kuwa agizo la mfalme, kwa hiyo agizo la kisiasa liliwataka watu warudi vijijini kwao walipozaliwa ili waandikishwe. Hali watu walijaa katika maeneo mbalimbali. Na kwa kujaa katika maeneo mbalimbali, tayari mzunguko wa pesa ulikuwa mkubwa, kwa sababu wafanyabiashara walitengeneza fedha, kwa sababu watu wana mahitaji. Na huku tunaambiwa kwamba ikawa katika kukaa huko, manake walifika siku kadhaa kabla huko Bethlehem, na siku zake za kuzaa zikatimia. Kwa hiyo sio yeye tu Yosefu na Maria walioenda Bethlehem, watu wengi wa Bethlehem ambao walikuwa wameenda maeneo mbalimbali kutafuta riziki zao walirudi pale. Kwa hiyo Bethlehem ilijaa watu. Na ndio maana hapa tunaambiwa kwamba kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni, mtoto akazaliwa katika zizi la ng'ombe. Kwa hivyo wenye nyumba za wageni walitengeneza pesa. Ilikuwa swala ya mzunguko wa fedha ulikuwa mkubwa, watu wengi wanaonunua vitu, wanaonunua vyakula, mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo biashara ilikuwa kubwa, watu walipata faida. Hata nyumba za wageni zimejaa. Mtoto akazaliwa katika zizi la ng'ombe. Lakini bado hata kuzaliwa kwenye zizi la ng'ombe ni swala la kiuchumi, kwa sababu kwamba Mungu amezaliwa katika shughuli za binadamu, kwamba Mungu amezaliwa katika mazingira ambapo mwanadamu yupo katika pilika za kutafuta mahitaji yake. Watu wako katika pilika za kutafuta fedha. Nyumba za wageni zimejaa, manake watu wengi, vitu mbalimbali vinauzwa na kununuliwa, watu ni wengi, hata hakuna nafasi. Mtoto anazaliwa katika zizi. Zizi ni kielezo cha utajiri katika jamii yoyote. Mtu mwenye zizi la ng'ombe ni tajiri. Ukienda huko vijijini ambapo watu ni wakulima na wafanyakazi, mtu mwenye shamba kubwa ni tajiri. Mtu mwenye zizi la mifugo ni tajiri. Kwa hivyo Yesu alizaliwa katika mazingira sio ya kiumaskini kama tunavyofikiri na kusema kwa sababu amezaliwa kwenye zizi la ng'ombe. Amezaliwa katika mahali ambapo mwanadamu anatafuta riziki yake, katika shughuli za mahangaiko ya kutafuta riziki yake. Anapata baraka. Utakumbuka kwamba katika kitabu cha Mwanzo Mungu alimwambia Adamu ile laana kwamba wewe utakula kwa jasho lako. Ilikuwa ni laana. Utakula kwa jasho lako wewe, utalima ardhi ambayo wewe umetoka kwenye hiyo ardhi. Hata chakula chako kwa jasho. Sasa hapa anasema tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 hapa sehemu ya aya ya 17, anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nayo utakula mboga za kondeni. Na jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudi ardhi ambayo kwa hiyo ulitwaliwa
kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utaruka. Kwa hiyo kwa maneno mengine hapa mwanadamu alipata picha ya kwamba tendo la yeye kutafuta mahitaji yake ni laana. Lakini kumbe sasa Yesu kwa sababu anaumba ulimwengu upya. Na ulimwengu wa kwanza uliharibiwa na hiyo laana, dhambi ikaingia laana. Sasa Yesu anaumba upya ulimwengu. Ndio maana alizaliwa katika shughuli za watu za kujipatia kipato chao ndani ya zizi. Zizi sio kielelezo cha umaskini, kielelezo cha utajiri, na watu wachache wakati wa Yesu walikuwa na mazizi. Hata leo hii katika vijiji sio kila familia wana zizi la ng'ombe. Kuna familia kadhaa wana mazizi ya ng'ombe. Kwa hiyo wenye mazizi ya ng'ombe wanaonekana na uchumi mkubwa. Yesu alizaliwa katika utajiri huo, akawekwa kwenye holi ya kulia ng'ombe. Manake kile kiboksi ambapo mifugo huwa inakula chakula wanaweka kwenye kiboksi fulani au kisanduku fulani. Ndio mle Yesu aliweka kwenye kisanduku ambapo ng'ombe ndio wanakula. Kwa sababu kuna vipindi ambapo Wayahudi walikuwa wanapeleka mifugo kuchungwa polini, na kuna kipindi ambapo walikuwa wanachukua mifugo wanaifungia, wao wanaenda kukata majani, wanaleta majani pale nyumbani. Sasa hiki ilikuwa ni kipindi ambacho wanatoka nje wanaenda kuwalisha ng'ombe, na usiku huo kwa sababu inaonekana ilikuwa kipindi pia cha baridi walikuwa wanabaki huko. Ndio maana hata hawa wachungaji walikuwa kazini, yani wachungaji hawa wanaopata habari kwamba msiogopo kwa kuwa nawaletea habari njema, walikuwa kazini, si kwamba walikuwa wamelala. Manake hapa mwinjili Luka anatuambia kwamba katika nchi ile ile walikuwepo wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu. Si kwamba walikuwa wamelala, walikuwa kazini. Kwa hiyo uchumi hapa, ile laana ya Adam kwamba utakula kwa jasho lako sasa inaondolewa. Kwa hiyo kazi inakuwa ni heshima, sio tena laana. Yesu anapozaliwa anaifanya kazi iwe heshima, mwanadamu atafute kipato chake kwa heshima. Ndio maana amezaliwa Yesu katika mazingira ya kazi. Kwa hiyo basi hawa wachungaji walikuwa wamepeleka mifugo huko, na huku yale maholi ya kulia ng'ombe, kwa hiyo vile vibox vilikuwa wazi kwa sababu mifugo iko nje. Na kwa kweli Yesu anapozaliwa si kwamba mle ndani kulikuwa na mifugo. Mifugo ilikuwa iko nje pamoja na wachungaji wanachunga usiku. Kwa hiyo sasa hapa nao wamebaki usiku kule, warudi kwa sababu wanatakiwa wabaki kule. Kwa hiyo ile holi ya kulia ng'ombe ndio Yosefu na Maria wanamweka mtoto huko, kwamba pale ambapo ng'ombe kielezo cha utajiri wanakula, ili watu waendelee kuwa matajiri, waendelee kufanya kazi, kuishi, kujipatia kipato, ndio mtoto Yesu kaweka. Hiyo ni baraka ya uumbaji mpya, kwamba kazi sio laana kama Adamu alivyoambiwa utakula kwa jasho lako, na kwamba ardhi itakulazalia michongoma na kadhalika. Sasa ni baraka kwamba mwanadamu kutafuta kipato chake kwa njia halali ni baraka ya Mwenyezi Mungu, sio tena laana. Na kwamba jina Bethlehem lenyewe, kwamba Yesu alizaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Jina Bethlehem lina maana ya nyumba ya mikate. Nyumba ya mikate. Kwa hiyo tayari inaonyesha kielezo cha shibe, kielezo cha hitaji la kwanza la mwanadamu. Wayahudi chakula chao kikuu kilikuwa mikate, kama ambavyo sisi huku makabila mengi ukienda ya huku kwetu sisi Wahehe chakula chetu kikuu ni mahindi, kwa hiyo tunakula ugali. Ukienda Uchagani huko Bukoba huko haya na kadhalika, chakula chao kikuu ni ndizi. Kwa hiyo hata pombe wanatumia ndizi kutengeneza. Kama Wahehe pombe yao inatokana na hindi. Kila mahali watu chakula chao kikuu ndio kinachobeba nafasi, kinachokuwa kielezo cha kipato chao pia na cha utambulisho wao. Yesu kuzaliwa Bethlehem ambapo inaitwa nyumba ya mikate. Bethlehem manake Bet ni nyumba, Lehem ni mikate. Kwa hiyo nyumba ya mikate ni kuonyesha hitaji la mwanadamu chakula, kama ambavyo Yesu amezaliwa kati ya kwenye zizi la ng'ombe, na wachungaji walikuwa kazini wanakuja kumuona mtoto Yesu. Kielezo cha kuwapa heshima wafugaji, lakini pia wakulima, kwa sababu mikate inatokana na kilimo cha ngano. Hivi hapa ardhi ile ambayo ilikuwa imelaaniwa, kwamba kwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, utakula jasho lako
na matunda ya ardhi. Sasa inapewa baraka kwamba mikate kwa sababu inatokana na ardhi ile ngano. Kwa Yesu anazaliwa kwamba ile laana imeshafutwa sasa. Uumbaji mpya unaiondoa laana na kuleta baraka, kuleta neema ya Mungu. Mungu anazaliwa katika mahitaji yetu ya kila siku, katika mkate wetu wa kila siku. Ndio maana hata Yesu katika sala ya Baba yetu, yale maombi 7 ya sala ya Baba yetu, kuna ombi linalohusu mahitaji ya mwanadamu. Anasema utupe leo riziki yetu ya kila siku, au tafsiri nyingine utupe leo mkate wetu wa kila siku. Yesu anatufundisha hivyo kusali kwamba kazi sio laana, ni baraka kazi. Tunatafuta mahitaji yetu ya kila siku. Lazima tumuombe Mungu atupe pia baraka katika mahitaji yetu, kwa sababu yeye mwenyewe amezaliwa kuibariki kazi ya wakulima wanaolima ngano ambao mkate ndio unakuepo, maana ya Bethlehem, lakini wafugaji ambao wanafuga, na yeye amezaliwa amewekwa kwenye holi ya kulia ng'ombe. Hivi wakati ule shughuli kubwa za watu ilikuwa wakulima na wafugaji. Kama ingekuwa leo katika nchi za Ulaya, Yesu basi angezaliwa kiwandani, sababu shughuli kubwa ya wanadamu viwanda au ofisini. Ili katika wakati ule uchumi wa ulimwengu, wakati ule mapinduzi ya viwanda yalikuwa hayajafika. Kwa hivyo uchumi mkubwa ulikuwa unategemea ufugaji na ukulima. Kwa hivyo ukulima, Yesu anazaliwa Bethlehem, mji wa ngano ambao wanalima ngano na kutengeneza mikate. Bethlehem maana yake nyumba ya mikate. Lakini anawekwa kwenye holi ya kulia ng'ombe, katika zizi la ng'ombe, kwamba wafugaji. Kwa hiyo wote wawili, uchumi wa aina zote mbili unapata baraka na sio tena laana. Kwa hiyo basi Yesu anaumba upya ulimwengu katika shughuli za binadamu, katika mikiki ya kujitafutia riziki hawa wanadamu. Lakini pia haya maandiko yanaonyesha Yesu anapozaliwa kwamba ulimwengu unaletwa pamoja. Kwa masuala ya diplomasia, kwamba watu waishi pamoja, swala la diplomasia katika siasa la kimataifa, kwamba wale mamajusi wa kutoka mbali, kusoma sura ya 2 kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 1 hadi ya 6, wametoka mbali, wamekuja ugenini, wamejitayarisha, mamajusi wamejitambulisha kwa mfano kwamba uhusiano wa kimataifa, kila maana yake ile diplomasia ya kimataifa, lazima kutambua kwamba kila nchi ina heshima yake, ina utawala wake. Mgeni anakuja lazima ajitambulishe, apate passport. Kuna swala zima la uhamiaji. Kwa hiyo wale mamajusi, kwa sababu hawakuwa Wayahudi, kwanza kabisa walienda kwa Herode. Tayari hapa ni swala la diplomasia na mahusiano ya kimataifa, na wakajitambulisha, wakaeleza wanachoeleza. Lakini Herode akaamua kutafuta wataalamu wa maandiko. Kwa hiyo maandiko yanakutana tena na siasa, na wakapata uhakika kwamba kuna nini, na ndio waliwatuma. Hata kama alikuwa na nia mbaya, lakini bado hapa inatufundisha kwamba kuzaliwa kwa Yesu natakiwa kufanya watawala wa dunia watambue kwamba Mungu yupo. Kwa sababu Herode yeye ni mtawala wa kidunia wa kisiasa. Aliambiwa na aliletewa habari na hawa wanasayansi wenye teknolojia na sayansi, mamajusi waliokuwa wanaongozwa na nyota, watambue kwamba Mungu yupo, kwamba sayansi na teknolojia havitakiwi vipingane na uwepo wa Mungu. Siasa haitakiwi ipingane na uwepo wa Mungu. Kwa hivyo Herode, mwanasiasa ambaye anatawala watu kijeshi, alitakiwa atambue kwamba sasa amani imefika, kwa sababu mtawala katika kazi zake, katika wajibu wake ni kuwalinda watu wake wawe na amani. Kama amezaliwa mfalme wa amani, watu wa mataifa matatu wamekutana pale Yerusalemu na wamemwendea Herode, alitakiwa ajue kwamba hili ni swala la amani. Na tukumbuke kipindi cha Yesu, mataifa walikuwa kila taifa anataka kuongeza eneo, kulikuwa na vita vingi. Lakini sasa haya mataifa matatu yamekuja kwake na yanamtafuta mtoto. Si kwamba yanamtafuta jemedari wa vita, maana mtoto ni kielezo cha amani. Herode alitakiwa aelewe kwamba huu ni ujumbe wa amani. Kwa hivyo watawala wa dunia wanawakilishwa na Herode hapa, katika maana watambue kwamba uwepo wa Mungu ni kielezo cha amani. Amani haiwezi kuwepo bila Mungu. Kwa hivyo Herode alisahau hilo, akajali madaraka yake. Waswahili wanasema alikuwa analinda brand yake ya kuwa mfalme, akasahau. Matokeo yake akasababisha fujo kubwa, akaua watoto wengine, na amani haikuwepo nafsini mwake. Kwa hivyo angekuwa alimpokea mtoto Yesu, angeishi maisha tofauti. Wale mamajusi ambao walimpokea mtoto Yesu na wakamwabudu, wakatambua kwamba ni Mungu, walirudi nyumbani kwa njia nyingine, kuonyesha kwamba maisha yao yamebadilika, wameshaumbwa upya. Kwa hivyo hata Herode kama angetambua hilo na kwenda kumsujudu mtoto Yesu,
angebaki kuwa mfalme tena mwenye amani, angekuwa na amani zaidi. Sasa Yesu asingemuondoa Herode kwenye kiti chake. Hiyo basi swala hilo la kidiplomasia pia la kisiasa la mahusiano ya kimataifa linajionesha katika kuzaliwa kwa Yesu. Lakini pia tunaona hiyo sayansi na teknolojia iliyowapeleka mamajusi, maana walisafiri kwa ngamia, kama maarifa mbalimbali na sayansi yao ya utambuzi wa nyota iliwapeleka. Kwa hivyo sayansi na teknolojia havitakiwi mpeleke mwanadamu mbali na Mungu, bali vimsogeze mwanadamu kwa Mungu wake. Lakini pia kuzaliwa kwa Yesu, sasa tunahitimisha hapa, umeleta kalenda mpya duniani. Kalenda mpya, yani namna mpya za kuhesabia nyakati. Kumbuke kwamba Yesu anapozaliwa tuliambiwa alizaliwa wakati wa Kaisari Augusto, na Luka anaeleza wakati ule liwali wa Shamu alikuwa nani. Anaonyesha kwamba Yesu alizaliwa ndani ya wakati, sio tu kwenye mazingira yale ya Bethlehem, lakini pia ndani ya nyakati. Na wakati ule nyakati zilikuwa zinatajwa kwa kumtaja nani ni mfalme na nani liwali. Anasema wakati ule Kireneo alikuwa liwali wa Shamu. Kwa hivyo ukitaka kujua Yesu alizaliwa lini, kalenda ya zamani unafuata wakati ule Uyahudi nani alikuwa mfalme, nani alikuwa liwali, ndio utajua. Kwa hiyo nyakati, Yesu anazaliwa ndani ya nyakati, inaleta maana kubwa. Kalenda mpya, kalenda tulionayo sasa, hata kama imebadilika kwa namna moja au nyingine, miezi imebadilika, lakini bado ni kalenda inayoitwa duniani kote ya mwaka baada ya kuzaliwa Kristo. Maana yake sasa hivi tunasema ni mwaka 2021 baada ya kuzaliwa Kristo. Hiyo iko duniani kote, kwa wanaomwamini Kristo na wasiomwamini. Hiyo ndio kalenda ambayo dunia nzima imeikubali. Kwa hivyo Yesu kweli anaumba ulimwengu mpya kwa kuletea nyakati mpya. Kumbuka kwamba Mungu katika uumbaji wa kwanza aliibariki siku ya saba, kwa ndio aliyopumzika. Sasa Yesu anabariki nyakati mpya kwa kuzaliwa kwake. Na baada ya miaka kadhaa kalenda mpya ikaundwa, wanasayansi wakakubaliana kwamba tuanze kuhesabia kalenda ya miezi 12. Ndio maana tunaposema Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Disemba, tuna maana hiyo. Wakati Yesu anazaliwa tarehe 25 Disemba haikuwepo. Na kama kalenda ya sasa inahesabia tangu alipozaliwa Yesu, basi tusingesema kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba, tungesema alizaliwa tarehe 1 Januari. Maana kalenda mpya inaanzia tarehe 1 Januari. Ndio inaanza tarehe 1 Januari tangu alipozaliwa Yesu. Kwa hiyo swala la Yesu alizaliwa tarehe gani halina maana yoyote. Kilicho na maana hapa kwamba Yesu alizaliwa Bethlehem ya Uyahudi. Wakati ule wa mfalme Kaisari Augusto, wakati ule liwali wa Shamu alikuwepo huyo Kireneo. Hiyo nyakati zinaitwa hivyo. Lakini wanasayansi wakakubaliana kwamba baada ya miaka kadhaa kwamba miezi duniani ni 12 nyakati. Na kwamba tuhesabu kuanzia lini tangu alipozaliwa Yesu. Wakati kabla ya hapo dunia nzima hii watu walikuwa mataifa mbalimbali wana nyakati za kwao, wana kalenda za kwao. Tungesema Wamisri walikuwa na kalenda kwao, Waafrika walikuwa na namna yao ya kuhesabia miaka kadiri ya misimu ya kilimo na kiangazi na kadhalika. Lakini kilichokuja kuunganisha dunia nzima ni kalenda hiyo ambayo inafanya rejeo kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu kuzaliwa kwake kuna maana kubwa sana ya uumbaji mpya ndani ya nyakati za mwanadamu. Uwe unamwamini uwe kumwamini, unaingia humo. Na hii tarehe 25 Disemba ilitoka wapi? Tarehe 25 Disemba ilitokana na sherehe ya kipagani ambayo walikuwa wanaadhimisha huko Ulaya, kwamba miezi Disemba ni miezi ya baridi sana. Na hiyo kulikuwa jua halionekana. Na ikaonekana kuna wakati watu walipokuwa katika hali mbaya sana ya baridi, tarehe 25 Disemba lilitokea jua. Na watu wakafarijika, hata mimea ikaanza kuchipua. Ndio mtawala wakati huo akasema hii iitwe sherehe ya kuzaliwa jua. Kwa hiyo ikawa ni sherehe kubwa sana ya kuzaliwa jua tarehe 25 Disemba kila mwaka huko Ulaya. Lakini Wakristo walipoendelea kuadhimisha Pasaka, ilipofika karne ya 4 wakaona ni vema waisherekee pia Noeli, yani kuzaliwa kwa Yesu. Kwamba wasisherekee tu kufufuka kwa Yesu, bali pia kuzaliwa kwa Yesu. Ndio wakaanza sasa kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Lakini watasherekea lini hiyo tarehe? Yaani iwe lini hiyo sherehe ya kuzaliwa Yesu? Wakaona kwamba sherehe ile ya kuzaliwa Mungu jua ni kubwa sana. Na wakatumia akili. Mungu aliwaumba wanadamu kwa akili na utashi. Wakatumia akili kwamba ili tuwavutie hasa wengine wasio wa Kristo, na ili sisi wenyewe tuweze kuisherehekea vikubwa, kwa sababu tarehe 25 Disemba
siku ya mapumziko, na sisi sherehe yetu ingie ndani ya siku ya mapumziko, lakini iwe ni sehemu ya uinjilishaji. Hivyo ambavyo wakaweka tarehe hiyo 25 Disemba kusudi iweze kuwahamisha watu kutoka kwenye kumsherehekea Mungu jua, wamsherehekee Mungu Yesu Kristo, ambao kwa kweli si tatizo, kwa sababu linatimia neno la nabii Isaya sura ya 9, anasema watu wale waliokuwa wanatembea katika giza na uvuli wa mauti wameiona nuru, wamepata mwangaza. Kwa hivyo jua ni mwangaza, ni mwanga, inaleta mwanga, inaleta joto, inaleta uhai mpya. Kwa hivyo dini ya Kikristo, Yesu amezaliwa, ameleta uhai mpya, ameumba upya ulimwengu. Kwa hivyo kuibadilisha tarehe hiyo kutoka kubadilisha sherehe ya Mungu jua na kuwashawishi watu wamsherehekee Mungu wa kweli Yesu, haina shida. Ndio namna ambayo hata leo tunatakiwa tufanye hivyo, kitu kinachoitwa utamadunisho, kwamba mambo yale ambayo utamaduni umea heshima, sisi tuinjilishe hapo na kuyageuza ya muingize Kristo katika mambo hayo, ili Kristo aweze kuhubiriwa. Kwa hiyo basi sherehe ya tarehe 25 Disemba sio kwamba Yesu alizaliwa tarehe hiyo, ila sisi tunasherehekea tukio la kuzaliwa Yesu, na tukakubaliana Wakristo wote tuadhimishe tarehe 25 Disemba, na hiyo ilifanyika mnamo karne ya 4 hivi. Alipofika karne ya 8 ndio hata kipindi cha majilio kikawekwa kwamba sasa kuwe na kipindi maalum cha kutayarisha hiyo sherehe ya Noeli. Kwa hiyo sherehe ya Noeli, kipindi hiki cha Noeli tarehe 25 Disemba inapoanza, imekuwa maarufu duniani kote, sio kwa bahati mbaya. Ni Mungu ametaka iwe hivyo. Kimsingi unaona imekaribiana na tarehe 1 Januari, kwa hiyo mwaka mpya. Kwa hivyo watu wanasherehekea Christmas, muda mfupi baadaye mwaka mpya. Siku kubwa mbili zimekaribiana. Tarehe 25 Disemba ni sherehe ya kidini ambao Wakristo wanasherehekea kuzaliwa Mungu wao duniani. Lakini tarehe 1 Januari ni tarehe ya kijamii, inasherehekea mwaka mpya. Kwa hiyo unaona Mungu wa ajabu ameunganisha vitu hivyo viwili vimekutana. Yesu anazaliwa, anaumba upya ulimwengu. Jamii inasherehekea tarehe 1 Januari, kalenda mpya, kwamba mwaka mpya inakutana. Kwa hivyo umaarufu wa kusherehekea Christmas au Noeli umeunganishwa na swala la kiimani, lakini na swala la kijamii. Kwa kweli tarehe 25 Disemba na tarehe 1 Januari viko jirani, watu wanaunganisha likizo kwa sababu ni siku mbili kubwa kidunia. Siku moja ya kidini kubwa kidunia na siku nyingine ya kijamii kubwa kidunia, ziko jirani na zimekaribiana. Ndio maana Christmas imekuwa maarufu na inasherehekewa vikubwa popote duniani, hata na wasio wa Kristo. Lakini Mungu ndo ametaka iwe hivyo, si kwamba jambo la bahati mbaya. Mtume Paulo anasema Kristo atahubiriwa kwa namna yoyote ile. Hata wale wanaoenda likizo wakati wa Noeli mpaka mwaka mpya bila kusali, wanamsherehekea Kristo bila wao wenyewe kujua. Wanaofanya biashara, ni biashara kubwa sana inalipa kipindi hicho, watu wako busy na mambo mengi. Hata Yesu alipozaliwa alikosa nafasi nyumba ya wageni kwa sababu kulikuwa na biashara kubwa. Wachungaji walikuwa kwenye shughuli zao, kila mtu alikuwa kwenye shughuli. Ndio Kristo amezaliwa, ameondoa laana ya kazi. Sasa kazi imekuwa ni baraka, imekuwa ni uumbaji mpya. Kwa hivyo sherehe hizi ni kubwa dini na kijamii. Na hapo ndio Mungu anapoonyesha tawala wake kwamba kweli Yesu ni mfalme wa dunia, kwa sababu ameunganisha mambo ya kidini na mambo ya kidunia, yote yanasherehekewa vikubwa. Basi katika kipindi hicho yanasherehekewa vikubwa kipindi cha kuzaliwa kwake. Basi tuishie hapa leo, tuhitimishe somo letu la maana ya kuzaliwa Yesu duniani. Tuliona kimaandiko matakatifu, lakini pia tumeona hata kijamii, kisiasa, diplomasia na kadhalika, kwamba kweli Yesu ni mfalme wa ulimwengu. Tunapohitimisha maadhimisho ya liturujia kila mwaka kwa sherehe ya kusema kwamba Yesu Kristo ni mfalme, hakika tunamaanisha ni mfalme wa ulimwengu, iwe kidini au kiulimwengu, kidunia, kwa sababu Yesu anatawala kila kitu, kama tulivyoona katika vipindi hivi vya somo hili la maana ya kuzaliwa kwa Yesu. Asante sana, nikukaribishe sasa dada Heti kwa ajili ya wale wenye maoni na maswali. Karibu. Asante sana baba, ninakushukuru kwa ufafanuzi mzuri na wa kueleweka kabisa. Yo
Basi muda wetu sio rafiki sana, naomba nigeukie ujumbe mfupi wa maandishi ambao msikilizaji umetutumia hapa kupitia somo letu hili la leo, tukitazama maana ya Noeli, na baba leo ndio anahitimisha mada hii, na ikimpendeza Mwenyezi Mungu basi juma lijalo tutaanza mada nyingine. Frolian Kirienyi kutoka Kiponzelo Iringa amesema, je, Yesu alipozaliwa aliishi duniani kwa muda gani? Na pia kama Yesu alikuwa Mungu, alikuwa ni Mungu mtu, sasa Mungu na Yesu wako tofauti? Ndilo swali ambalo Frolian Kirienyi yeye ameuliza. Meseji nyingine ni pongezi tu kwako kwa mafundisho mazuri ambayo umetupatia. Simu moja. Hello, pole. Hello. Hello, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari ya kwako? Shukuru Mungu. Unaongea na Fulgency Felician kutoka Mwanza. Karibu. Asante. Kwanza nimshukuru baba anapohitimisha, lakini nimpongeze hakika mitunda wa kanisa, hakika anafikisha ujumbe ambao ameitiwa. Mimi nilikuwa na anieleweshe kidogo baba kwamba jana nilisikia aligusia kutolewa kwa Yesu Hekaluni ambayo ni oktava ya siku 8, na kipindi cha Wayahudi wanawake walikuwa wana nafasi yoyote, au hili inadhihirisha kwamba wanaume ndio wanatakiwa wawe makuhani wa kuongoza kanisa? Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante. Asante utumeni. Amina. Baba Maliva, naomba nije kwako maswali mawili la ujumbe mfupi na huyu ambaye amepiga simu sasa kutoka Mwanza. Karibu baba. Asante, sijasikia vizuri sana maswali. Swali la pili linasema wa makuhani wamefanyaje? Swali la pili anasema jana ulidokeza kuhusu kutolewa Yesu hekaluni na kwamba wanaume ndio ambao wanatakiwa kuwa makuhani, wanawake hawaruhusiwi. Ni kadiri ya mila na desturi za dini ya Kiyahudi ilikuwa hivyo. Makuhani walikuwa wanaume tu, lakini pia ilikuwa elekezo la Mungu kwamba kadiri ya mila na desturi zao kwamba mtoto wa kiume ndio kifungua mimba mama alikuwa anatolewa hekaluni. Kisoma kitabu cha Injili ya Luka hapa kuanzia 22 sema hivi: kisha zilipotimia siku za kutakasika kwao kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu wamweke kwa Bwana, kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanamume aliyekifungwa mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu wa Bwana, wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana, kuwa wawili au makinda ya njiwa mawili. Kwa hiyo ni neno la torati ya Musa ilikuwa inasema hivyo. Kwa hiyo wao walitimiza, kwa sababu Yesu alikuwa mzaliwa wa kwanza wa mamaye, na ni mtoto wa kiume, basi walitimiza sheria ya dini yao ya Kiyahudi, na mtoto wa kiume ndio alikuwa anatolewa. Hizo ni mila na desturi za watu ambazo na ni wazi kwamba wakati ule bado mfumo dume ulikuwa na nguvu zaidi kuliko sasa. Sasa bado mfumo dume upo na hauna nguvu hivyo kama zamani. Ndio maana hata kisiasa wajaribu kuweka na viti maalum, watu wachaguliwe kuingia, wanawake waingie bungeni, baadaye utawala uwe 50 kwa 50. Mambo yanayobadilika, lakini wakati wa Yesu ilikuwa hivyo. Lakini bado hata hivyo kuzaliwa kwa Yesu kulianza tayari kuvunja huo mfumo dume. Unaona hata hapa Yesu siku ile hekaluni aliyopelekwa hekaluni alikutana na Simeoni ambaye ni mwanaume, lakini pia alikutana na Ana bin Fanuel. Kwa hiyo tayari alikuwa Yesu ameanza kuweka uwiano hapo kwamba waliomtambua Yesu na kumshukuru Mungu sio tu wanaume, hata huyu Simeoni yule mzee, lakini hata huyu mama Ana bin Fanuel. Tayari Yesu alikuwa anavunja polepole hiyo mifumo ya kijamii ambayo ilikuwa ina ubaguzi kweli. Hata yeye mwenyewe kuishi Nazareti, unaona Nazareti ilikuwa ni mji mdogo hauhesabiki, alikuwa anavunja, alivunja hata masuala ya ukabila. Kumbuka kwamba Yesu alizaliwa, taifa lake lilikuwa linathamini sana makabila 12 ya Israeli, lakini katika mitume wake hakuangalia kwamba ni makabila gani. Kwa hiyo unaona kuna makabila mengine walikuwa wawili, wengine hawakuwepo kabisa. Kwa hiyo alikuwa anavunja. Unaona tunaambiwa Simoni ndugu yake Andrea, kwa hiyo ina maana walikuwa kabila moja. Watoto wa Zebedayo wawili, Yakobo na Yohane. Kwa hiyo tayari hao wote walikuwa kabila moja. Hii ina maana kuna makabila hawakuwepo kati ya mitume 12, ingawa makabila yalikuwa 12. Yesu angeweza kuchagua kila kabila mwakilishi mmoja, lakini kwa sababu alikuwa anavunja hiyo mipaka, tayari alichagua bila kuangalia kwamba ni makabila gani na kadhalika. Kwa hivyo hata huo mfumo dume
Yesu alianza kuvunja taratibu hivi mpaka leo tunaendelea hivi. Lakini kuna vitu ambavyo ni vinabaki, kwa mfano makuhani wanabaki kuwa wanaume na kadhalika, kutokana na sababu nyingi tungeweza kueleza kwa somo maalum, lakini muda hautosha. Na swali la kwanza, nadhani aliuliza kwamba Yesu aliishi kwa miaka mingapi, sio ilikuwa hilo? Ndio, Yesu alikaa duniani kwa muda gani, na kama alikaa duniani kwa muda gani? Ndio. Tukisoma Injili ya Luka anaeleza vizuri kwamba Yesu alipoanza kuhubiri alikuwa ana umri wake yapata miaka 30. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka 30, lakini pia kwamba alikufa na kufa na miaka mingapi, huwa tunaangalia maandiko haya yanasema. Injili nyingine zinaonyesha Yesu alisherehekea Pasaka 3 tangu alipoanza kuhubiri, kwa maana tunasema aliishi akihubiri kwa miaka 3. Kwa hiyo alikufa akiukomboa ulimwengu akiwa na miaka 33. Alianza kuhubiri akiwa na miaka 30, lakini aliukomboa ulimwengu akiwa na miaka. Na aliuliza pia, tunaposema Yesu Mungu mtu, je, ina maana Yesu na Mungu wana tofauti? Ndio. Sisi tungeweza kusema tunatumia lugha zetu za kibinadamu kuonyesha Mungu aliingia katika historia yetu sisi wanadamu, lakini hakika Yesu ni Mungu halisi, lakini pia ni mtu halisi. Si kwamba kwa sababu alikuwa mwana wa Mungu au ni Mungu alipungukiwa mambo mengine ya kibinadamu. Tunasema alikuwa sawa na sisi katika kila kitu, isipokuwa tu hakuwa na dhambi. Ndio tunachotofautiana, lakini alikuwa mtu kama sisi. Kwa maana ameingia katika historia ya kibinadamu, kwamba ni wa taifa fulani, wa kabila fulani, wa ukoo fulani, wa familia fulani, na wakati gani alizaliwa, wakati gani aliishi, alihubiri, alikufa, vyote hivyo ndani ya nyakati. Lakini hakuwa na dhambi. Ndio hilo. Lakini ni Mungu kabisa, Mungu halisi ambaye alishiriki binadamu wetu. Ndio hiyo maana yake. Kwa hiyo hakutofautishwa. Na ndio maana katika nafsi tatu, na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na tunajaribu kueleza Utatu Mtakatifu, ni kitu ambacho kigumu sana kukieleza. Tunachotakiwa zaidi kuamini kwamba katika Mungu mmoja kuna nafsi tatu. Tunataka kujaribu kueleza ili tutakayofanikiwa kueleza vizuri Utatu Mtakatifu ni nini, basi tutakuwa tumeshakuwa Mungu. Ndio tunajaribu kueleza tu kwa lugha zetu za kibinadamu na kadhalika. Hivi maana Mtakatifu Agustino aliambiwa, ukihangaika kutaka kueleza Utatu Mtakatifu ni sawa na kuhangaika kutoa maji ya baharini yapeleka kwenye shimo dogo. Hivi haiwezekani. Ubongo wetu, akili yetu haiwezi kumueleza Mungu vile alivyo. Vinginevyo tunakuwa na sisi Mungu. Basi mimi nijaribu kujibu maswali hayo kwa mtindo huo. Asante sana Baba Maliva, ninakushukuru, na nikitazama muda sio rafiki, naomba nirejee kwako tena ili hatimaye uweze kutuhitimishia kipindi. Asante. Mimi nimshukuru kila msikilizaji kwa kipindi hiki cha Noeli. Tumekuwa tukitafakari maana ya kuzaliwa Yesu pamoja. Basi tuendelee. La msingi tunajifunza, tunaelewa, ili tuweze kuishi kile ambacho ni ujumbe wa neno la Mungu, tuishi kile ambacho Yesu alikuja tuletea duniani. Hilo ndio jambo la msingi, tuishi kama wana wa Mungu. Mungu alizaliwa kati yetu tuwe wana wa Mungu, basi tujitahidi kuishi kama wana wa Mungu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa yote unatujalia, kutufafanulia imani. Tunakuomba Roho wako atujaze neema zako, tuweze kuishi kile tunachokiamini na kukishuhudia kila siku ya maisha yetu. Wewe unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Baba Maliva, mimi ninakushukuru, niseme asante kwa mfululizo wa mada hizi. Mwenyezi Mungu naendelee kukutunza. Basi tukutakie wakati mwema na maandalizi mema ya vipindi vijavyo. Amina, asante sana. Asante.